Hii ni Hallelujah TV. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV Other Channel. Mtazamaji wa Hallelujah TV, nguvu ya Omega. Hapa ni kwenye moja ya mipaka kutoka nchi ya jirani Kenya ili kuingia nchini Tanzania. Unachokiona si utaratibu wa kawaida ya magari ya mizigo kukalisha masuala ya forodha na kuingia Tanzania, bali ni matokeo ya kile kilichotokea kwenye majira ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 mnamo Oktoba 29. Siku zote madereva hawa walizoea kufika hapa na kukamilisha taratibu muhimu za forodha na kisha kuruhusiwa kuingia Tanzania, ikiwa ni kukalisha jukumu lao la msingi la usafirishaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo vyakula. Kwa leo imekuwa tofauti na kawaida, kwani wamejikuta wakikwama kwenye mpaka huu bila kujua ni lini watafanikiwa kuvuka na kukamilisha safari zao. Wakati matukio haya na mengine yakiendelea, ilitokea amri ya serikali iliyoelekeza raia wote kusalia ndani ya nyumba na kuacha mitaa yote ikiwa chini ya uangalizi wa vyombo vya usalama. Wakati nikiwa ndani huku nikijiuliza maswali, nikamuuliza Mungu juu ya kile kinachoendelea juu ya hatima ya nchi yetu. Ndipo Roho wa Mungu akanikumbusha kuwa kupitia kinywa cha mtumishi wake Nabii SS Olinga ameshawahi kuzungumza juu ya swala hili kwenye moja ya ibada mnamo tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka 2024. Huwezi kuwatuliza watu kwa mtutu wa bunduki. Huwezi kuwatuliza watu kwa mabomu. Utaua lakini hautaua wote. Huwezi kuwatuliza watu kwa majeshi ya Tanzania au majeshi ya serikali za dunia na tawala. Watu wanatulizwa kwa uwepo wa Mungu. Roho wa Mungu akiingia kwa watu wao wanatulia. Biblia inasema roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamwingia Sauli. Kwa kama kuna roho mbaya, vile kuna roho njema ambayo ni Roho Mtakatifu. Amena. Amen. 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 Watu wakishaingiwa na roho mbaya, the evil spirit gets into kwenda them, mbele ya risasi zinamiminwa. you may go before the gun and the shot. Lakini yule mtu akipewa But when maneno ya that roho ya person is given the Mungu na words hekima, of the ile roho Spirit of mbaya God and ikimtoka, wisdom, the evil spirit comes anatulia. out and he is calm. Kama ilivyo kawaida, mtu wa Mungu Nabii Olinga hakuishia hapo tu kufikisha ujumbe wa Mungu, bali aliendelea mbele kufanya maombi ya kumsihi Mungu aachilie rehema zake na kuiponya Tanzania. Magoti kabisa, mwambie Bwana Yesu. And tell him, Lord Yes. Jesus. Amen. Inua tu mikono yako kabisa. Kila mmoja tuombe nchi. Lift up your hands and everybody, let's Kila pray. mmoja tuombe nchi kabisa. Baba, tunarudia I'll nyuma be yangu. praying Sema and Bwana Yesu. say, Lord Jesus. Baba, katika jina la Yesu, Father, in the name of Jesus, tunakuja mbele zako. we come before you. Sisi tulio wakosaji, We that are wenye sinners dhambi. with sin. Bwana Yesu, Lord Jesus, usikiaye kutoka juu that mbinguni, hears from heaven above. tunakuja kwako. We come to you. Tunakushukuru We thank kwa ajili you ya amani for the peace ya taifa hili of this nation mpaka saa hii. till now. Bwana Yesu, Lord Jesus, tunajua ya kuwa we know that ni kwa neema tu it's just by grace. mpaka sasa tuwe na amani hii. Till now we have this grace. Roho Mtakatifu, Lord, Holy Spirit, endelea kuitunza amani ya taifa continue to hili. keep the peace of this nation. Kanisa moja In one church, lisiliseme kanisa lingine. should not speak about Dhehebu the other church. moja One denomination lisishambulie dhehebu should lingine. not attack the other Dini denomination. moja One religion lisishambulie dini should not nyingine. attack the other Wala religion. chama kimoja cha Or siasa any political kisishambulie party kingine. should not attack the Wala other utawala political party. mmoja Or one religion usishambulie utawala should mwingine. not attack the other Bwana religion. Yesu, Lord Jesus, tunakusihi. we please. Asante Bwana Yesu, Thank you, Lord Jesus. pamoja na mambo yote, With all things, lakini bado umetupa amani, but you've given us bado peace. unatuangazia nuru, You have light bado shining unatupa upon amani. us. You give us peace. Sasa Bwana, Now, Lord, usikiaye juu and mbinguni, he is from heaven tunakuja above. mbele zako. We come before Rehemu you. Bwana, Have mercy. tusamee Bwana, Forgive us. tunatubu We repent kwa ajili ya damu for the blood zilizomwagika that is shed za ndugu zetu of our relatives. waliomwagikwa damu, That the blood is damu shed. zilizomwagwa The blood that is shed. zikaingia ardhini, And it got to the zinapiga land. kelele, And it screamed. zinalia, And it cried. sauti ya damu The voice of the inalia blood. kutoka kwenye taifa It hili. cries from this Bwana land. Yesu, Lord Jesus, nyamazisha hiyo damu. make the blood Tunatubu victorious. kwa ajili ya We ardhi, repent for the tunatubu land. kwa ajili ya Watanzania We repent wote, for all Tanzanians. kwa ajili ya maneno yote For all the words yaliyonenwa that were declared vinywani mwetu, in our lips. maneno ya mizaa, The words of maneno truth, mabaya, the evil maneno ya words, kejeli. the words of Bwana
Bwana Yesu, wasiokuwa na haki, walio na haki wameonewa, wasio haki wametawala. Bwana Yesu, Bwana Yesu, tunatubu kama taifa, tunawaleta viongozi wetu mbele zako, warehemu Bwana, wasamehe Bwana, weka hekima, ongeza hekima, ongeza maarifa Bwana Yesu juu yao, wajue kuingia na kutoka mbele ya taifa hili. Baba, tunatubu juu ya familia zilizoumizwa, zilizomwaga damu za ndugu zao, ambao ndugu zao wamekufa vifo vibaya. Bwana Yesu, tunatubu Bwana Yesu. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako, weka faraja ya Roho Mtakatifu kwenye familia zilizoumizwa, ambazo zimepotelewa na ndugu zao, wazazi wao, watoto wao, baba zao, waume au wake zao. Bwana Yesu, achilia faraja, achilia faraja, achilia faraja, achilia faraja juu ya hizo familia katika jina la Yesu. Tunamwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais, waziri mkuu, naibu waziri mkuu, mawaziri wote, mkuu wa bunge, spika wa bunge, mkuu wa mahakama na mihimili yote ya taifa. Ni kama sauti ya mtu aliaye nyikani. Angalizo juu ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ni matokeo ya kile ambacho Roho wa Mungu alitamka mnamo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2024. Kitabu cha Amosi 3 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, hakika Mungu hatofanya chochote bila kuwajulisha manabii wake. Hiki chama kinaweza kuingia kwenye shida ya kupoteza dira. Kwa hiyo natakiwa tukiombee ili kuweka amani. Na mimi naiombea amani kubwa sana katika taifa hili, katika hatua zozote za uchaguzi wa aina yoyote, kuliko uongozi na utawala wao. Na mimi naombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyopo, Mungu ampe neema avuke hizo changamoto salama, na Mungu ampe hekima namna ipi ya kufanya ili ku overcome challenge iliyoko mbele yake. Amina. Amen. Ningekuwa mimi, na siwezi kusema hapa, labda ningefanya maamuzi magumu ya kuacha kitu fulani au kuachia watu fulani. Lakini kwa sababu sio majira yake, tunaomba amani na Mungu avushe salama, kwa sababu inaweza kutokea shida kubwa. Na tunaomba jeshi lisiwe sehemu ya kuingilia utawala. Jeshi likiongoza nchi ni hali ngumu. Kwa hiyo uchaguzi hautakuwa mrahisi hata kidogo. Kwa kama uko hapa unataka kugombea nafasi yoyote ya kisiasa, jua uchaguzi utakuwa wa moto. Muulize vizuri Mungu, usitumie fedha zako ukafilisika, ukaja hapa utanunulia na pressure. Na mwisho nimeandika kwa note NB. Rais wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatakiwa kuwa makini sana na watu aliyowaamini na wanaomzunguka, maana utawala wake uko kwenye changamoto asiyojua yeye. Umezingirwa, unaenda kuwa mgumu kipindi hiki, hasa usaliti chini kwa chini, unafiki ambao utakuwa unafanyika, na kupoteza hivi vyote kwa kumpamba kwa maneno mazuri ili asigundue chuki inayoendelea ndani na ya watu waliomzunguka. Shauku ya kile ambacho Mungu alimsemesha mtumishi wake juu ya uchaguzi wa Tanzania wa mwaka 2025 haikuishia hapo. Mwaka wa 2025 utakuwa ni mwaka yale yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Danieli na aliyofunuliwa Danieli kwenye sura ya 12. Ule mstari wa kwanza mpaka yote ile sura nzima
ya 12 ya Daniel the whole chapter 12 of yataanza Daniel, kutimia. it will start to be fulfilled. Lakini hasa mstari wa 4 Especially verse 4, unasema it says, maarifa yanapoongezeka, when knowledge increases, maovu nayo yanaongezeka. the sin increases too. Kwa hiyo mwaka 2025 huu, So 2025, tutakuwa na matukio mengi there will sana be a lot of actions ya ajabu that are strange, ambayo that Roho wa Mungu alimfunulia the Daniel Spirit of God revealed to Daniel yatatokea. will happen. Yatatokea. They will happen. Daniel, maarifa na neema linavyoongezeka, As knowledge and grace ndipo maovu increases, ya kila namna that's when yanazidi every type of sin kuongezeka. continues to increase. Yanazidi kuongezeka. It continues to increase. Kwanza, First of all, kutakuwa na matukio there will ambayo be actions hayajawahi that kusikika have never been heard kwenye mwaka huu. in this year. Kwa social media nyingi zitajaa habari So mbaya a lot mbaya. of social medias will be filled with bad Habari news, mbaya mbaya. bad Matukio news, mabaya mabaya. bad actions. Kwa ni vyema kuomba. So it's good to pray. Naomba niishie hapo. Bado na pepa 1, 2, 3. Mungu awabariki sana. Licha ya mengi ambayo mengine kwa mara kadhaa ilimlazimu mtu wa Mungu nabii kutii sauti ya Mungu kwa kuto kusema yale aliyoyaandika kutoka kwa Mungu na kuyaandika. Mfano dhahiri ni kwenye ibada ya tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2024. Kama nyinyi ni viongozi na wengine wanaohusika, chukua hizi nafasi. Mengine nimeweka in parable, lakini Roho Mtakatifu na mambo mengi sana ambayo nimeandika kwenye vitabu vyangu vya kinabii au kwenye diary zangu za prophetic diary, ambazo zingine siwezi kuzieleza hapa. Na ibada ya mkesha usiku wa kubadili matokeo tarehe 26 kuelekea tarehe 27 ya mwezi wa 9 mwaka 2025, ambapo alirudia mara kadhaa. Nimeandika vitu I have written things kwenye diary ambayo ina picha ya mama yangu in akiloa the na baba diary yangu. that has my spiritual father and mother's Namshukuru picture. Mungu, And I thank katikati God, nikiwa nimetindikiwa na while I was in the nimezidiwa, midst and in deep, roho ya mtumishi wake baba the yangu spirit of his servant, my father, ilitokea live na kunitia it nguvu. appeared live and empowered me. Na nikiwa katika huzuni kubwa na While I was in machozi, great sorrow and nikasikia tears, kutiwa nguvu. I felt being empowered. Mambo haya niliyoandika The things that I've written juu ya taifa hili, upon this nation, nikijaribu kusema hata moja if I au try to mawili, say even one or two of them, asubuhi ya leo this morning, nchi nzima na the whole mitandao yote nation and all networks itataharuki. will be amazed. Narudia tena, I repeat, mambo niliyoandika hapa the things that I've written usiku huu here, nikisema ni nene if I hata speak moja them out au this mawili night, kama yalivyo, as it is, nchi nzima the whole nation na mitandao na vyombo vya habari and all the media and networks vitataharuki shall be worried, na itakuwa shida kubwa sana. and there will be a great problem. Narudia tena mara ya I tatu, repeat the third time. nikisema ni neno lolote If I say that I should nililoandika speak humu, any word that I've written here, Mtazamaji, najua shauku yako ni kama ambavyo mtu yoyote angetamani kusikia kile ambacho mtu wa Mungu nabii SS Solenga alitamani kusoma ujumbe alioandika kutokana na maelekezo ya Roho wa Mungu. Tunachokiamini kwa neema ya Mungu, kuna siku ambao Roho wa Mungu atampa kibali mtumishi wake kutusomea ujumbe wa Mungu alioandika kwenye zile karatasi. Mtazamaji, sauti ya Mungu ilijirudia tena kwenye ibada ya tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2025, ambapo swala la angalizo juu ya uchaguzi na roho ya hasira ndani ya vijana ilijirudia kwa mara nyingine. Ndugu zangu, brethren, hali iliyopo sasa si the Tanzania condition tu, that is now, I bali cannot ulimwengu tell you, mzima, but the whole ni hali world, mbaya. there's a bad condition. Hali mbaya. The condition is bad. Yesu akawaambia wanafunzi wake, Jesus told his disciples, utakapoyaona yakishaanza kutukia when hayo, you see them starting mjue to mwana wa happen, Adamu know yu the Son mlangoni of Man kwenu. is at the door. Kuna this generation, Yesu There's this akasema, generation that Jesus kizazi said, hiki hakitapita. this generation won't Wote pass. kizazi hiki hakitapita. All in this Kizazi hiki generation won't kinachoitwa pass. cha teknolojia, The au wengine generation wanasema of Gen Z, technology, Gen Z.
hawatakubali kuendelea kukaa kwenye ukoloni, hawatakubali kusoma alafu kuacha kazi. So the leader, we must change. We must change. Lazima tubadilike. So majira haya sio ya ukandamizaji tena. Majira haya ni majira ya kuliombea taifa na kizazi hiki. If we don't change, yale mnayotisha yatatokea vile vile, kwa sababu hawa watu hawana tena uwezo wa kuhide, kuzuia, kwa sababu ndani pameshakuwa na hasira ya kipepo na hasira mbaya sana. Kutengeneza fear. So you make a fear. Maneno ya vitisho. The threatening words to threaten people. Ndio mnazidi kuongezea hasira watu. You continue to increase the anger of people. My advice right now kila jukwaa is that every platform kiongozi yote anasimama kunena, any leader stands up to speak. Kwa sababu maneno ni roho. Because words are spirit. Presented zaidi ni that chuki. Are presented ni uhamasishaji, ni magomvi, ni hasira. It is anger. Ile ni roho inatengeneza. It is a spirit that is made up and poison within sumu iondoke inahitaji vitu vichache. It needs a few things: love, fadhili, kindness, faithfulness. Watu waanze kufundisha upendo, waanze kuhubiri amani. They start preaching peace. Wanapopanda wasitumie ukali, waanze kuambia jamani tutakuwa sawa, and they tell them everything will be okay. They make the peace of the nation. After that, evil temper, ile temper itashuka, it will come down, na taifa litakasa, and the nation will be okay. But if they go on to be harsh and to attack na kuinua vitu, and to rise up, watch and pray. Watch and pray. 29 you will see what happens. Tarehe 29 utaona kitakachotokea. If you not change the rulers, tusipobadili katika utawala, if you are not change, kama habadiliki, our behavior are the rulers of this country. Tabia zetu kama watawala wa taifa hili, msije mkanilaumu. Don't come to blame me. Anza kufundisha amani. Start to preach peace. Roho ya upole. The spirit of politeness. Mtoto aliye mtukutu abadilishwa kwa kumpiga. Mtoto aliye mtukutu anabadilishwa kwa mazungumzo, in a polite language with love. Na mtoto anabadilika. Lakini mtoto akishaingia kwenye bangi, unapozidi kumpiga, ndivyo anakimbia kwenye bangi. Lakini ukikaa naye kwa utaratibu, anaacha bangi. What is my message? God bless you. Thank you, Lord. Mungu awabariki. Asante Bwana. Katika hatua nyingine, Roho wa Mungu kupitia kinywa cha mtumishi wake Nabii SS Rolinga anaenda mbali na kutoa onyo kali juu ya umuhimu wa kuomba kwa bidii, huku akisisitiza umuhimu wa watu kuomba, kwani kuna siku ambazo watatamani kukusanyika kwa ajili ya ibada na hawatapata tena hiyo nafasi. Kila mmoja una sababu ya kumtafakari Mungu. Everybody has a reason to meditate on God. Na ukaona ni muhimu gani unatakiwa kufanya mbele za Mungu, hasa katika nyakati hizo. Tunaishi kwenye nyakati za mwisho sana. We're living in the last days, ambazo unatakiwa kuomba, that you're supposed to pray, to fast, lakini zaidi ya yote kukaa katika utakatifu, to abide in righteousness, kujitakasa and cleansing yourself. Tunapokuja kanisani, others when you come to church, ukaona kwamba mimi sina umuhimu wa kujiachilia mbele za Mungu. Say, how come I don't really list myself before God? Mchungaji, because I'm a minister, a pastor, an usher, a certain leader. Lakini nataka nikwambie neno moja litakusaidia. I want to tell you a single word that will help you in this noon. Hakuna aliye mkuu kuliko Bwana wangu. There is no one that is greater than the Lord. Siku tunazoishi, the days that we live, siku za hatari sana. They're dangerous days. Ndugu yangu katika imani, my brother in Christ, leo nimekuja kukwambia, I've come to tell you today, badilisha mfumo wa maisha yako. Change the system of your life. Kwa sababu because saa inakuja, the time shall come, ambayo hautayasikia maneno haya that masikioni you won't mwako. Hear these words in your ears. Haijalishi uko kanisani, it doesn't matter if you're in church, umealikwa hapa mara ya kwanza, or you're invited here for the first time, or you hear me through any means. Saa inakuja, the time shall come, ambayo wenye mamlaka, that those with authority, na wafalme, and kingdoms, na vyeo na majeshi, and the rulers, hayatasaidia chochote, they won't help bali anything. Yeye mfalme wa wafalme, but he, the King of atabaki kuwa milele, he will remain to be there forever and eternity. Mtazamaji, kama Roho wa Mungu alivyonena kupitia kinywa cha nabii wake, hii uionayo ni ibada ya tarehe 2 mwezi wa 11 mwaka 2025. Unachokiona si kile ambacho umezoea kuona kupitia ibada za Jumapili ndani ya kanisa la Omega. Tazama
Haleluya. Inua mikono yako mbele za Bwana. Hebu paza sauti yako, mwambie Mungu asante. Limama mosha pakarabushila mazahanda. Lekamandalbusha na mama usha pakarabuzihanda. Mwambie Bwana asante. Paza sauti yako wewe ambaye Mungu amekupa neema ya kuweza kuhudhuria ibada hii ya leo. Tarehe 2 mwezi wa 11 mwaka 2025, katika hali ngumu, katika taifa lililojaa ukiwa, kila mahali ni ukimya, hakuna kitu chochote kinachoonekana mahali popote, hakuna media yoyote inayoweza kunena ibada yoyote, hakuna kusanyiko lolote linaloweza kupata ujasiri kwenda mbele ya madhabahu na kuomba au kumwambia Mungu asante kwa namna yoyote. Lakini wewe Mungu amekupa neema, wewe amekupa neema. Angalia, kila mahali ni peupe, njia zote ni nyeupe, barabara zote ni nyeupe, kanisani kote ni kweupe. Lakini wewe Mungu amekusaidia kuja mahali hapa. Kuna mpango wa Mungu ndani ya maisha yako, kuna neema ya Mungu isiyo ya kawaida ndani ya maisha yako. Mungu kuna kitu anataka kukifanya kwenye maisha yako. Mwambie Mungu asante. Asante. Kuna watu wengi wamekufa, familia zimepoteza wapendo wao, familia zimepoteza ndugu zao, familia zimepoteza watoto wao, familia zimepoteza kila kitu, wengine mali, majengo, wengine baba amekufa, mama amekufa, watoto wamekufa, vijana wamekufa. Angalia kanisa lote kwa hali ya mwili, kote ni wazi, hakuna hata mtu yeyote. Wewe ambaye umefika mahali hapa siku ya leo, umepata kibali na neema machoni pa Bwana, mwambie Mungu asante. Mtazamaji, hata katika nyakati hizi ngumu, bado Roho wa Mungu anasema. Hii ndo nataka unotice sasa. Nini kinaenda kutokea? Namba 4. Watakaa lakini hawatakaa. Watakaa, hii ni kwa watawala. Yaani watakaa lakini hawatakaa. Na hili sasa ni fumbo, sielewi. The parable language. Watakaa lakini hawatakaa. Watatawala lakini hawatatawala. Wataenda lakini hawataenda. Watakula lakini hawatakula. Maana wataanguka kwa ghafla kama anguko la nyota chini. Unaona kitu hiki cha ajabu sasa. Watakaa lakini hawatakaa. Watatawala lakini hawatatawala. Wataenda wapi lakini hawataenda. Watakula lakini hawatakula. Sasa hii ni parable. How? I don't know. Na mwisho nikasikia heri wapatanishi, maana hao watairithi mbingu. Nini maana yake maneno haya? Nikasikia nasemeshwa, hakuna namna nchi yako itakuwa na amani tena mpaka pale ufanyike upatanisho. Hamna namna nchi yako itakuwa na amani tena mpaka pale ufanyike upatanisho na toba kubwa kwa ajili ya damu zitakazokuwa zimemwagika na zilizokwisha kumwagika. Bila hivyo hapatawezekana kutawalika tena kwa amani. Na yeyote atakayetaka kutawala atakuwa anakufa kabla ya muda wake kuisha, au kusalitiwa,
au kuasiwa, manake hawatamaliza muda. Ila usaliti utaongezeka, uasi, ugaidi, visasi, kulipa visasi vitakuwa ni jambo la kawaida. Pia nikaandika, pia viongozi na familia zao zitaishi kwenye mazingira magumu sana pamoja na askari. Sasa askari gani sijui. Ila pia kutakuwa na mauaji ya kiolelaolela ya mara kwa mara. Yani mauaji ya kiolelaolela tu ya wananchi, viongozi, yani mauaji ya kiolelaolela, kupotea na kama hivyo. Kwa ufupi au kifupi, nchi haitatulia tena hadi pafanyike upatanisho na toba ya utakaso. Yani hii ndio pointi kubwa inayotajwa kwamba ili turudi sawa. Upatanisho na toba ya utakaso, na watumike watumishi wa Mungu, sio wote, watumishi wa Mungu ambao ni watumishi wa Mungu wenye kuaminika na watu, kwamba hawa ni watumishi wa Mungu wa kweli, au hawa ni watumishi wa Mungu ambao wanasimama kwenye haki, hawanunuriki, hawaongwi, hawashabiki mambo ya kisiasa. Wako katika mstari, wanaonya na kukemea uovu. Watumike hao watumishi, aidha ni wazee, watumishi wa Mungu ambao ni wazee wenye hekima, waliotumika vizuri bila kujali dini zao, iwe ni wa upande hata wa Uislamu, wa Kristo, yani watumishi wa Mungu wenye Mungu wa kweli. Lakini sasa pia nayezungumza ndio najua nini kifanyike pia. Utakaso kwa namna gani? Mungu alipomwambia Musa alikuwa na maelekezo ya kutosha. Kwa hiyo direction ya kufanyika hayo pia Mungu ameiweka ndani ya moyo wangu. Nini kifanyike kwenye hilo kusanyiko linalotakiwa kufanyika kubwa la kitaifa la upatanisho na utakaso? Nini kifanyike? Na je, katika mambo ambayo nimepewa yafanyike, je, wakuu na watawala hawa wanaoingia wako tayari kuyapokea na kuyafanya? Na kupitia ibada hii ya watumishi wachache Jumapili ya tarehe 2 Novemba, ambayo ilikuwa ni ibada ya kuliombea taifa la Tanzania, Mungu alisema ujumbe wa muhimu juu ya taifa letu kwenye majira haya na yajayo. Mtazamaji, haya ni majira ya kuliombea taifa, kwani msisitizo wa Roho wa Mungu ni kuwa hakuna jambo litakalofichika. Yote yaliyosirini Mungu atayaweka wazi. Mtazamaji, bila shaka wote mmesikia kile ambacho Mungu amesisitiza juu ya taifa letu pendwa la Tanzania. Na wote ni mashahidi wa ambavyo Mungu anamtumia mtumishi wake Nabii SS Rolinga kwenye majira haya. Huu ni wakati wa kumlilia Mungu na kumwomba Mungu apate kuinusuru nchi yetu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na cha baadaye. Nguvu ya nyakati hizi ni Yesu Kristo pekee. Hii ni Hallelujah TV. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV Other Channel. YouTube andika Hallelujah ya Kiswahili kisha malizia na TV. Instagram TikTok kusoma. Kuna watu walikuwa na akili wanakuwa wa kwanza darasani lakini hawafika chuo kikuu. Facebook na X kote kwa jina moja la Prophet Rolinga. Watu sahihi wa mwilini wanavutwa na nguvu sahihi ya rohoni. Sikiliza pia Hallelujah FM kupitia Radio Box. Utabarikiwa. Kuna nguvu ndani ambayo